Yohana 14 mstari wa 16 nasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli. Angalia, mstari wa 17 nasema ndiye Roho wa kweli. Kweli ni nini? Yohana 17:17, kweli ni neno. Anaposema ndiye Roho wa kweli, kwa lugha nyingine ndiye Roho wa neno. Ina maana anayeleta matokeo yaliyo katika neno, anayeleta majibu ya wale walioamini neno, anayeleta uwezesho kwa wale wanaotegemea neno. Kwa hiyo unapolitegemea neno, unapolisimamia neno, unalichakata kuwa roho wa kweli, yani roho wa neno. Kwa hiyo unaruhusu ile neno kuwa roho, na kwa sababu roho mwenyewe pia ni neno na Yesu mwenyewe ni neno. Kwa hiyo unaona hapa hii sifa nyingine kwamba kazi ya msaidizi, roho ni msaidizi. Kwa hiyo yeye ni roho wa kweli, na maana roho wa neno. Neno la Mungu nasema, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakaa ndani yenu. Ndani yetu ni wapi? Moyoni, akilini. Sikiza vizuri ndiko tulikoanza. Kwenye shamba mbegu haipandwagi juu, mbegu inapandwa ndani. Kwa hiyo unapoliweka neno ndani ya akili yako, kweli anakaa ndani, roho anakaa ndani. Unapoweka roho moyoni mwako, kama tulivyojifunza, neno lako nimeliweka moyoni mwangu, Zaburi ya 119 mstari wa 130, maana anakaa ndani. Kwa hiyo kule ndani ya roho, ndani ya moyo na ndani ya akili ndipo kweli inapokaa na anakaa ndani. Kwa hiyo neno anakuwa roho anayetoa usaidizi. Sasa unaweza ukajiuliza, kazi ya msaidizi ni nini? Kazi ya msaidizi ni pale ambapo anakuamua jambo ambalo limekwama. Huwa napenda kufundisha somo hili. Nimejaribu kuangalia Biblia kwa sehemu yangu, nimegundua maeneo mawili ambayo Mungu amepiga muhuri kuhusu usaidizi. Eneo la kwanza ni eneo la mwanamke. Mwanamke ametajwa kama msaidizi. Ndio maana huwa nafundisha mimi, mahala nikiona mwanamke nimemwona msaidizi. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Mungu amemtaja mwanamke kama msaidizi. Kwa hiyo kwa eneo lingine pia mwanamke ni roho. Hiyo tutafundisha siku nyingine. Mwanamke ni roho msaidizi. Lakini eneo la pili ni eneo la kitabu cha Yohana sura hii ya 14, ambaye anayetajwa msaidizi mwingine ni Roho Mtakatifu. Maana yake ni anayekuja kutoa suluhisho, anayekuja kutatua uhitaji. Ndiyo maana ya msaidizi katika tafsiri ya kawaida kabisa. Kwa hiyo unapolitendea kazi neno, unaruhusu ile msaidizi achukue nafasi. Lile jambo ambalo ulikuwa umeshindwa, yeye anaweza kulikamilisha. Kwa hiyo tunaona Roho anatajwa kama msaidizi. Kwa lugha nyingine ni nini? Kwa lugha nyingine ni kwamba neno lipo kwa ajili ya usaidizi wako. Pale ambapo umekwama, rejea Roho, rejea neno. Pale ambapo unaona kuna huzuni, rejea neno. Pale ambapo unaona kuna vitu vieleweki, acha kuangalia mbona fulani kaenda hivi, mbona hiki kimefanywa hivi na wanadamu. No, unapoona wanadamu wamekuchanganya, unapoona huduma imekuchanganya, unapoona kazi imekuchanganya, rudi kwenye neno. Unakuwa umerudi kwenye usaidizi wako, kwa sababu Roho ni msaidizi na neno ni usaidizi. Na mahala popote ambapo kuna hatari, msaidizi ndiye anayekuja kutenda kazi mahala pa hatari, mahala pa udhaifu. Nitakupa mfano mwingine kwenye hii eneo la ili usaidizi. Nenda kamwangalie Yesu mwenyewe. Yesu alifunga siku 40 mchana na usiku, hata akaona njaa. Kisha mjaribu akamwijia, Mathayo sura ya 4. Mjaribu akamjia, mjaribu alimwijia katika neno, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Lile lilikuwa ni neno. Yesu alipata usaidizi, akamjibu kwa neno, akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Sikiliza, mtu hataishi kwa mkate. Mathayo sura ya 4.
mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Utaweza kuona kwenye Luka 4:4 na Yohana 4:4, utaona hapo. Hii nayo ni maajabu mengine. Luka 4 na Mathayo 4 zote zinazungumza kitu kimoja kwenye haya moja pamoja na ni moja. Luka 4:4, Mathayo 4:4. Kwa hiyo anamwambia mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Ni wangapi wanaweza kuishi kwa neno? Neno lina kila kitu, neno lina msaada. Tunaona wakati Ibilisi anaendelea kumwandama Yesu, alikuwa anampa tu neno tu, ameambia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa, muabudu Bwana Mungu wako, msujudie yeye peke yake. Alipotoa lile neno la Mungu nasema Ibilisi akamwacha. Hii ina maana gani? Yesu alipata usaidizi kupitia neno, kwa sababu lile neno ni roho na Ibilisi ni roho. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunasaidiwa na neno, linasimama kwa ukamilifu kama usaidizi. Lakini kama tulivyoona hapo kwenye mstari wa 17 kwenye Yohana 14, pia roho wa kweli maana yake ni nini? Roho wa neno. Hii ina maana gani? Neno ni kweli. Kweli maana yake nini? Hivi umewahi kufanyia kufikiri kweli maana yake ni nini? Kweli huwa haina mbadala. Kweli ni kweli, hainaga mbadala. Maana yake kweli haiachi kutimia, ndivyo ilivyo. Mfano mmoja nitakupa hapa wa kweli ni upi? Bwana Mungu akasema, ni ukitubu dhambi utaiona mbingu, ukisamehewa dhambi utamuona Mungu. Hiyo ni kweli. Watakatifu watamuona Mungu. Hiyo ni kweli. Ina maana hauwezi ukaingia kwenye ziwa la moto wakati umemwamini Yesu. Hiyo ni kweli. Sasa kuna watu wanaamini kwamba wataenda mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo neno lilivyosema, na neno ni kweli. Kwa hiyo tunaliona pia kwamba si tu kwamba neno ni roho, lakini pia neno ni kweli. Sasa hapo ndipo sasa tunaanza kuona kumbe neno limebeba maana kubwa. Kumbe neno ni Mungu. Kumbe neno ni roho. Kumbe neno ni kweli. So unapolitendea kazi neno, lazima jambo litokee sawa sawa na vile ulivyoamini. Sasa kwa mantikio hapa tunamaanisha nini? Twende tuangalie matokeo ya lile neno unapoanza kulitendea kazi, unapoliamini. Namba moja, jambo la msingi kabisa, neno linakuumbia imani. Hakuna imani isiyotokana na neno. Kwa hiyo neno linakuumbia imani. Imani ni kitu gani? Imani ni yale matarajio. Imani ni ule uwezo wa kuona kile Mungu alichokuandalia wakati wengine hawakioni, sawa sawa na Ibrania 11. Imani ni nini? Imani ni pale maskini anapoona utajiri ulioko mbele yake na akaufikia. Imani ni nini? Imani ni pale mwenye dhambi anapoona mbingu zinamfungukia wakati sawa sawa na neno alilopokea. Imani ni nini? Imani ni pale mgonjwa anapopokea uponyaji kama alivyoamini. That is the faith. Kwa hiyo kama unaweza kupona ugonjwa, kadhalika utaiona mbingu, kadhalika utabarikiwa, kadhalika utamshinda adui. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya imani, na hiyo ndio maana kweli. Maana yake ni kwamba kazi ya neno ni kukuumbia nini? Imani. Hii inapatikana wapi? Warumi 10:17. Neno linakuumbia imani katika kitabu cha Warumi 10:17. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi 10:17, nasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndio maana nikakwambia hapana, tuyaangalie matokeo ya hili neno. Ni kwamba neno linakuumbia imani. Kwa nini? Unapolisikia neno linakuumbia imani. Sasa hapo unaweza ukaniuliza, linakuumbia imani ili iwe nini? Neno ni roho, ina maana roho anakuumbia imani. Maana yake nini? Unayaona matarajio yako
yepi? Ya maskini kuona baraka zake, mgonjwa kuona uponaji wake, tasa kuona uzao wake, aliyefungwa kuona kufunguliwa kwake. Hapo ndipo imani inapofanya kazi. Sasa hapa imani inakupa majibu yepi? Sasa ndio tunaenda kuona kama neno linakuumbia imani, sasa imani inakupa nini? Sasa kama limeumbwa na neno, namba moja, imani ndio inakupa kushinda ulimwengu. Niongee na wewe hapo sasa. Hauwezi kushinda ulimwengu pasipo imani ya neno la Kristo. Na nitoe hii code, watu wengi mara nyingi, hata watu waliookoka, wamekuwa wakipata shida hata kuishinda dhambi. Wengi sana wanaigiza. Nikwambie, dhambi haishindwi kwa maigizo. Dhambi inashindwa unapokuwa umeshika neno. Unapoanza kutendea kazi neno, ndipo unaanza kuishinda dhambi. Kwa nini? Unaona mtego wa dhambi toka mbali na ukaikimbia. Maana ndio maana la Mungu amesema, dhambi ikimbieni, msichangamane nayo. Lile neno linakuongoza kabla dhambi haijatokea. Kwa hiyo imani inakupa kushinda ulimwengu. Ushahidi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Neno la Mungu linasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Unaona kinachotokea hapo? Neno linasema huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Sasa hapo unaona nini? Hapo unaona kwamba imani ndiyo imekupa kushinda, na imani inatokana na neno. Hauanzi kuamini, unaanza kusikia neno. Ile neno linakuumbia imani, na ile imani inakupelekea kushinda ulimwengu. Ni kitabu cha waraka wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kwa hiyo ushindi wa mtu kwenye majaribu yake uko ndani ya akili yake na moyo wake, sawasawa na neno ulilopanda na neno ulilopokea. Narudia tena kwa mtazamaji wangu, ushindi wako dhidi ya jaribu lako upo katika imani ulionayo, na imani ulionayo iko katika lile neno ulilonalo. Neno ulilonalo. Watu wengi wanakuwa unasikia nakwambia, mtumishi, kuna watu wameniinukia. Sikiliza, watu waliokuinukia wanategemea unaamini nini. Ushindi wako wa kuinukiwa uko ndani ya kichwa chako na moyo wako. Maana yake ni nini? Kama ndani ya moyo wako umepanda uoga, hata kikuinukia nusu mtu utashindwa tu. Hakuna muoga aliyewahi kushinda. Kama moyoni mwako umepanda mashaka, huwezi kushinda. Huwezi kushinda. Hakuna mwenye mashaka aliyewahi kushinda. Kutana na kuhani James Nyasika. James Nyasika ni kwenye kipindi cha Ephata Shalom Gloria kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.